Yes, bwana mtazamaji wa ST Bongo, it's another beautiful time tena. Muda huu hapa tuko na Sheikh Abdulrazak. Tumepata mwaliko kabisa ofisini kwake hapa, tumeweza kufika na ili tuweze kupiga story moja mbili tatu. Tunajua tupo katika mwezi wa Ramadhan pamoja na Kwaresma. Miezi miwili mitukufu imekutana hapa katikati. Na tunajua kabisa Sheikh Abdulrazak ni Muislamu ambaye anafuata zile amri za dini. Inakuwaje Sheikh? Salama kabisa. Mzima? Mungu anabariki. Mwezi wa Ramadhan tunakaribia kumaliza huu. Nilikuwa nataka kujua kwanza mwezi huu umepokeaje na mienendo wake mpaka karibia sasa hivi tunamaliza. Mwezi wa Ramadhani kwanza uko wa aina gani kwako la? Sisi Ramadhani ni ibada. Na miongoni mwa mambo muhimu kwa Waislamu, Ramadhani ni sehemu ya hayo mambo. Kwa sababu yanatusafisha kiafya, lakini pia yanatusafisha kimatendo, lakini pia kutuimarisha kiimani. Waislamu, Ramadhani ni tunu. Ndio maana pia katika kuita kwetu umeitwa shahru, kwa maana mtukufu. Kwa hiyo sisi Ramadhani ni bashara, ni kitu chema sana kwetu. Hali kadhalika pia ni imani kwa upande wetu, kwa upande wenzetu wa upande wa pili, na wao wana miezi yao mitakatifu. Sisi katika Waislamu basi Ramadhani ni miongoni mwa miezi hiyo. Kwa hiyo ibada ilituingia ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kwa bahati mbaya na kwa huzuni kubwa Ramadhani inaanza kumalizika. Kwa hiyo mimi nilipokea katika namna hiyo. Ewa. Sawa, mwezi wa Ramadhani watu wanakuwa na staili zao. Asilimia kubwa kwa Waislamu tunajua ni mwezi wa kumrudia Mungu, wa kufanya toba na vitu kama hivyo. Wewe mwezi wa Ramadhani huwa unapendelea hasa kufanya vitu gani na vitu gani ambavyo huwezaki kabisa kufanya kwenye mwezi wa Ramadhani? Vile vyote vilivyoamrishwa kufanywa ndani ya Ramadhani mimi huwa navipenda kuvifanya, kwa sababu aliyetuletea mwezi alituletea mwezi ukiwa na maelekezo yake. Mwezi huu ni wa Ramadhani, una faida 1, 2, 3. Fanyeni 1, 2, 3. Katika hayo tulioelekezwa tuyafanye, miongoni mwayo ni kukithirisha sana kufanya ibada, lakini pia kutoa sana sadaka, lakini pia kusaidia wasiojiweza, lakini pia kila jema mwezi wa Ramadhani kulifanya sana, kwa sababu kila jema lako moja kwa sasa katika kipindi hichi cha Ramadhani kiimani unalipo mara 2 yake. Ndio maana yale yote ambayo yamekuja sambamba na huu mwezi kwa maelekezo yake na yapenda kuyafanya, kwa sababu kuna malipo ambayo Mungu ametuahidi sisi Waislamu kuyapata kwa kila mwenye kuyafanya hayo. Ndio maana unapokuja mwezi na instruction zake, basi wenye fahamu, wenye akili wanazichukua instruction na kuzikimbilia, kwa sababu aliyetupa anafahamu maana yake na faida yake. Mfano mzuri, wasanii wa kuimba Bongo Flava huwa wafanye show kabisa mwezi wa Ramadhani. Wewe ni vitu gani ambavyo uvifanya? Kwa sababu kwa upande wetu kuangalia Sheikh tunakutana kwenye mambo ya alamata huko kwenye mambo ya uigizaji. Bahati nzuri mimi sanaa yangu ama kazi zangu hazinibani na Ramadhani. Ingekuwa naimba kweli, ikifika wakati ingebidi nitulie. Lakini kwa sababu naigiza, na maigizo yale kuna nafasi mnapewa. Ikifika muda wa swala mimi nachomoka na kwenda kuswali. Ikifika muda wa kufuturu mnachomoka mnakwenda kufuturu. Na sini zetu sisi sio za kuvua nguo wala kukaa uchi. Hata zile ambazo kidogo tunakuwa tunabusu na ana, basi zinakuwa za namna zinafanyika kisanii ambazo haziharibu. Kivipi hapa? Hebu tueleweshe labda kwa watazamaji wanaweza kawa na doubt labda. Sasa Sheikh mwezi wa Ramadhani bado tena unaigiza kumkisi mtu na vitu kama ndio maana ile ikaitwa tasnia, ndio maana ikaitwa sanaa. Kuna vitu mnaviona pale kwenye kioo, sisi wenyewe kunyuma ya pazia tunavyofanya, tunajua tunavifanyaje ili mradi vionekane kama ni kweli. You understand? Kwa hiyo kuna namna wenyewe huwa tunacheza, lakini pia hongera kwa director anayeongoza tamthilia Uthika. Huwa anajua namna kufanya ili vitu viende sambamba. Siwezi kutoa sana siri za kambi zikoje, lakini kuna namna huwa tunafanya ili mradi tu kudeliver kazi nzuri isiyokuwa na mashaka hata kiimani kwa sisi tunaocheza. Sheikh Abdulrazak, nilikuwa nataka kupata take yako kuhusiana na hili swala, ingawa ni mjadala mpya ambao umeibua kwenye mitandao ya kijamii. Tumeona iftari watu wakubwa, wasanii wakubwa kama Diamond, Alikiba, wakina Madi Chege pamoja na AY wameweza kufutarisha kwenye mwezi wa Ramadhani. Lakini baada ya Ustaz Suleiman, kama sikosei, Sheikh Suleiman aliweza kuja kwenye mitandao, tuliona clip yake akisema kuwa kufutarisha au kufutarisha watu ni inapendeza kwa misingi ya dini, kuwafutarisha wale wenye uhitaji ambao hawana uwezo. Lakini yule mtu mwenye anayekuja na gari kwenye iftari pale anakula kuku kidogo, anaacha chapati kidogo,
sio sahihi kufutarisha. Wewe kwa uelewa wako katika Uislamu ni mtu gani sahihi wa kumfutarisha, mtu gani sio sahihi wa kumfutarisha kwa wewe unavyoelewa? Kwa uelewa wangu, Mungu ameamrisha binadamu wote kusaidiana. Unayemwona na gari aliyekwambia la kwake nani? You understand? Aliyetembelea gari leo, unajuaje kama mfukoni hana chochote? Na dunia leo kuna vitu vingi vimerahisishwa, kuna magari ya mikopo na kadhalika. Sio kila mwenye gari ni mtu mwenye hela ama hafai kusaidiwa. Anayejua dhati ya maisha ya watu ni Mungu aliyetuumba, na sio sisi binadamu. Na sisi tumeambiwa hakuna haja ya kuchunguzana wala tajasasu, msichunguzane, nyinyi saidianeni. Ikisema tuanze kusaidiana kwa kuangaliana sura na magari na nyumba, humu mote tutakufa na shida, kwa sababu hivi vitu vyote vini umaridadi unaoficha umaskini wetu. Understand? Kwa hiyo Mungu ametuamrisha kufutarishana, kupeana sadaka na kusaidiana bila kuangaliana sura, rangi, makabila wala magari. Hakuna sehemu kwenye Biblia wala Qur'ani imesema usimsaidie mwenye gari. Hapana, asaidiwe mwenye uhitaji. Neno uhitaji ni mpana. Anza kama ni mtu ana gari lakini hajui kupika, hana chakula kwake, ukamuita ukamfuturisha. You understand? Kwa hiyo mimi teki yangu ni ile ambayo tumeelekezwa Kiislamu. Binadamu wote ni jukumu letu sote kusaidia. Isipokuwa kuna vipaumbele. Kuna vipaumbele. Vipaumbele maana yake nini? Kuna watu ambao kweli hata magari hawana na wana uhitaji wa dhati, ambao kwa lugha nyepesi wanaitwa mafukara. Sawa sawa. Wale mafukara tunachokifanya sasa mara nyingi, ambapo kwenye mtandao huwa tukisemi ni kwamba kule ni Masaki, ni mbali. Baadhi yetu katika hao wenye hali hizo pengine wanakaa Mbagala, sijui Kibiti huko na kadhalika. Kumtoa Kibiti kumleta Masaki ukamfuturisha, lazima uandae nauli ya 30. Wakati ya 30 ungeitengenezea mazingira ukampelekea kule ingetosha. Kwa hiyo ninachoamini ni wenzangu hao wanaofutarisha, kuna namna wanafanya kuwafikia wale, na kwa hao wengine tunakutana na futuru pamoja. Na kinachotokea pale nini? Ni very simple, ni logic simple sana ya Tanzania yetu. Umoja, undugu na mapenzi. Tunakutana, tunakula, na kule tunasaidiana. Isipokuwa unajua kuna watu akili zao kwenye kila chaheri utamani kutia dosari. You understand? Mfano hai, sitaki kukutaja majina, lakini katika hizo futari ambazo tunazungumza, moja wapo hizo futari nimeona kuna sabuni zimetolewa, zimewafikia watu mbalimbali. You understand? Katika hizo sabuni kama ilikuwa inauzwa 500, leo sabuni ile ni 200. Fukara atanunua, ataitumia. Lakini watu wanasema wanatumia futari kwa njia ya kupromote biashara zao. Sio vibaya. Midam ni biashara ya kheri, ni nzuri, inawafikia watu. Kuna ubaya gani? Ni biashara ya Kitanzania. Ni mwenzetu, kodi zinalipwa. Kodi zikilipwa rais na serikali inapata papato. Lakini kwenye futari hiyo ya sabuni unaoiongelea ndo kuna wamama walitokea nje ambao ukiwaangalia kweli hawa ni watu wenye uhitaji. Walilalamika sana, bwana tunahitaji futari na sisi ingawa tumefika, ingawa ilikuwa ni Masaki. Uoni ilikuwa ni nafasi ya kufanya jambo kwa wale nao pale walikopo nje ambao walikuwa wanajulikana pa kwa walinzi kufanyiwa kitu? Sasa hilo sio jukumu la mtu mmoja mmoja, ni jukumu la kila mwenye kuweza kumsaidia mwenzake alipofika na kuendelea kwinginepo. Mfano hao wamelisha wale ambao wako ndani. Kuna wengine wanapita labda barabarani, wangewaona wale, wangesaidia kuwalisha na wale. You understand? Sio kila mzigo abebeshwe mtu mmoja. Haiwezekani. Mfano nimekueleza. Huyo tunayemzungumza hapa pengine sijui nani, lakini yeye ameweza kulisha watu 500 walioko ndani. Jukumu lake limeishia pale. Na muda huu yuko busy, yuko ndani, hajui kinachoendelea nje. Walioko nje, na ndio maana mimi siku nyingi huwa naambiaga watu, wanaokusaidia ndio watu watakao kufanya wewe uzungumzwe vizuri kwa watu baki. Hawa walioko nje ambao wanamsaidia huyu bwana, wao wangejiongeza tu wakafanya jambo kusaidia hawa ambao wako nje, na hawa isingekuwepo. Mti mmoja, wanasema kidole kimoja kivunji chawa. Yaani pale ni very simple logic tu. Wala haina haja kucomplicate hiyo scenario. Hapana. Kwa hiyo ni mentality za Kitanzania, za Kiafrika, kuwa tunaangalia mabaya kwenye mazuri. Lakini jambo lile ni kubwa, watu wamefutarishwa, wamefurahi, kuna amani, tumepiga picha, tumekula, tumefurahi, bidhaa mpya Tanzania imeonekana, kodi za kwenda kulipwa. Shida iko wapi pale? You understand? So ni vitu vya namna hiyo. Sawa, nikurudishe nyuma kidogo. Tunakumbuka ulikuwa kwenye ndoa na superstar mkubwa tu, mtangazaji kutokea Wasafi, Diva. Na Mungu sidhani hata kama mwenyewe alipenda mambo yakawa sio mazuri mpaka sasa hivi. Sasa hivi upo kwenye ndoa nyingine lakini. Yeah, nimeoa. Ina muda gani sasa hivi? Tangu nimeoa ndoa mpya na mwaka mmoja kama na miezi 4. Unaionaje ndoa mpya sasa hivi?
Mungu ni mwema, nimependeza, nanenepa kidogo, nakula vizuri, nalala kwa wakati, akili moyo vimetulia. Binti wa 2000 ananipa raha, hanichachafi, ananisikiza, anaswali, ananiamsha, tunafanya ibada na nini, tunakwenda mazoezini, tunakwenda mpirani, mtundu mambo hapa na pale, akipika navaa nusu uchi, basi raha. Sheikh, unaweza ukanipa tofauti kidogo tu ya kudate na mtoto wa 2000 na mwanamke ambaye alizaliwa chini ya 1990 huko 90? Wote ni wanawake na wote ni binadamu. Tofauti ni tatu. Tofauti ya kwanza ni akili. Katika mtoto wa 2000 na 90. Yes, tofauti ya kwanza ni akili zao, upeo. Wa 2000 amepevuka. Huyu mtu mzima amepevuka. Sawa, wa 2000 akili yake ndio inachachuka, inakuwa. You understand? Yani huyu wa 2000 kuna namna akili yake imeshakomaa. Huyu mtu mzima kuna namna akili yake kidogo imekomaa. Huyu 2000 akili yake ndio inaanza kukomaa, iko active, imechangamka. Kwa hiyo ni mwepesi kujifunza kitu, mwepesi kukufunza kitu, mwepesi kukupa challenge hapa na pale. You understand? Kwa hiyo unapodate na mtu mzima wa rika lako atakusaidia kumaintain, kutulia, kurelax. Hawa wadogo kuna namna atakutachafia, yani uweze kutulia hivi kama umetulia. Yani kuna namna tu yani kuna namna unafahamu ambayo in which kwa mimi sasa hizi ninachokitaka kupata challenges ili kufanya zaidi na zaidi kuwa mzuri kwenye kile ninachokifanya. Challenges zinasaidia sana. Hawa wadogo wana hicho kitu, akili zao zimechachuka, atakuchallenge big time. Unahisi labda kwenye ndoa ambayo umetoka akili yako ilikuwa ina seize labda inalala? Hapana, wala sitaki kuvunja heshima ya kuongea hivyo kwenye ndoa zangu zote zimewahi kupita, lakini tu mimi nakupa tofauti kati ya hizi rika mbili. Umeelewa? Nakupa tofauti ya hizi rika mbili. Tofauti ya pili kidogo imekaa ndani sana. Watu wadogo wana nguvu bado, wanaweza kucheza pasavyo. Fujo. Wanaweza kucheza. Na mimi ni kijana mdogo bado, nataka kucheza. Yani nataka kumzana na mke wangu na nini. Kuna vitu nataka kufanya. Wale wa 90 wale wanacheza, lakini tofauti na michezo kama ya mtoto 2000. Umenifahamu bwana. Hiyo tofauti ya pili hiyo. Tofauti ya pili, wanacheza na nini. Lakini tofauti ya tatu, hakuna kitu napenda kwa watoto kama uelewa wao kwenye utandawazi. Exposure, wanauelewa ule ushamba ambao sisi tulikuwa nao kipindi kile. Hii generation sasa ule ushamba haupo. Kuna vitu vingi ambavyo dunia leo inahitaji watu hawa, electronics, utandawazi, Marekani, this global, yani hii hali ya sasa haitaki mtu mshamba. You understand? Inataka mtu ambaye mwenye upeo, mwenye uelewa, anajua kwenda mbio na dunia inavyotaka kwenda. At the same time anaweza akatulia, ka relax, aka maintain. Sababu pia hii speed ukisema uende nayo kama ilivyo ina madhara. So ukimpata mtu hii speed anaimudu, anaiweza na akili hiyo, lakini pia amekubali kutulia na kumaintain, chief mweke ndani. Kwa mimi nimebahatika hivyo. Mtoto mdogo anajua speed ya dunia ilivyo, lakini amekubali kutulia ndani. Kwa hiyo kiukweli ni raha tu. Hivi Sheikh Abdulrazak, ni pesa kiasi gani ilikuwa kubwa kidogo ambao mwanamke alikupa tu na ukaitumia kwenye matumizi yako? Milioni 42. Yaani ulimuomba au ilikuwa kwenye birthday yangu kuna mtu alinipa milioni 42. Mtoto wa kike. Ile balaa kule ile. Ilinipa milioni 42 ndugu yangu. Wewe kumpa mtoto wa kike kiasi gani ambacho unakumbuka? Ile ilikuwa fungu refu ile. Milioni 7. Milioni 7. Lakini ushakupa mtoto wa kike milioni 42. Yes. Hii inakupa tafsiri gani kichwani? Wanawake wakipenda bwana hatari. Mwanamke akipenda mahala ipasavyo na nini, chef, afu itokee bahati nzuri, so bahati mbaya, itokee bahati nzuri anazo mpunga, utaitwa majina yote Mario, lakini sio mama ni Mario tu, yani hapana. Bibia kapenda hela anazo na mwaga mambo. Tafsiri ni kwamba mwanamke akipenda ataisaliti familia yake kwa sababu yako. Mwanamke akipenda atasaliti marafiki zake kwa sababu yako. Mwanamke akipenda atakata mguu wake kwa sababu yako, lakini siku akichoka atatafuta mguu wa bandia, ataunga mguu wake, na akisimama kuondoka humkalishi tena. Narudia, mwanamke akipenda atakata mguu wake kwa sababu yako, akichoka mguu atauunga,
atasimama na ataondoka na hutomkalisha tena. Ndio tafsiri yake. Kwa bahati nzuri ni mimi nishawahi kupata mwanamke alinipenda kwa dhati, kiasi ambacho ni birthday yangu zawadi pekee ya ndogo kwake yeye. Tena hakununua kitu chenye thamani ya milioni 42, hapana. Alinipa cash milioni 42. Baby, hii kavae kitu gani? Mbona sasa hili begi kubwa bwana 42 bilioni. Alikuwa diva? Hapana. Sio yeye. Yuko tu mtu mwingine. Mimi bwana, kwenye mapito yangu nishapitia kidogo maisha kadhaa. Sio tu hao ambao mmewaona, hapana. Kuna watu tushaye kuishi nao ambao hawakuwahi kuwa public figure, hawakuwahi kujulikana kuanzia maisha yetu ya shule, kuna nini chuo na nini, unajua. Kipindi hicho sina ndevu, bali mdogo mnanawiri hivi. Ilikuwa hatari zaidi. Hizi chako mtu mzima, madevu na nini, unajua. Hivi Abdulrazak, yule shabiki ambaye anasema unajua Abdulrazak alikuwa na diva kwa ajili ya kumtumia kupata jina, kujulikana kidogo, unaweza kumjibu nini? Ni kweli? Nimewahi kujibu hili swala, najibu tena. Kwenye maisha yetu kaka, kila mtu ana mchango kwenye maisha mwingine. You understand? Inawezekana sisi kwenye ndoa ya hiyo naizungumza, kila mmoja katika sisi tulikuwa na mchango na mwenzake. Mimi siwezi kataa. Kuna namna kweli nilikuwa napata highlights kadhaa kwa sababu tu ya kuwa na yeye pia I'm sure kuna sehemu aliwahi kuonekana kwenye ulimwengu wangu, kwenye mashabiki wangu, kwenye watu wangu kupitia mimi. So tunategemeana, lakini ukweli urudi pale. Sababu ya dhati ya mimi kuwa kwenye maisha yale, nilipenda kweli, niliona ndoa kweli, nikasema mimi natawakal na nafanya kinachokuwa sawa. Mengineyo yalitokea kwa sababu ya aina ya majina yetu, lakini haikuwa kitu ambacho kilipangwa. Hapana. Hakuna mtu anayepanga kwenda kujivulisha nguo sehemu, kujiozesha, kujidhalilisha, kuchukua commitment kubwa ya kumuoa mtu kwa sababu ya kupata jina tu. Sio kweli. Haswa kwa sisi, haswa mimi mtu wa Arusha, muuni, hardcore, ambaye anajua kutafuta maisha. Chef, huwezi kwenda kuniingiza mahali kwa kuoa tu limadi kwa sababu tu ya jina nini. Yaani inakuwa unanivunja sana wanaume wangu. So deep down me, pale nilitamani kweli, nilipenda kweli, nikaona hapa naweza nikadiriki kufanya jambo ambalo nikaishi nalo milele. Kwa hiyo mengine yote yale yalitokea kwa sababu ya aina majina yetu. Na baadaye hata ilipofika hatua imeshindikana ni kwa sababu tu ya ubinadamu wetu. Mimi ni binadamu, sio mkamilifu, mwenzangu binadamu si mkamilifu, tukakwenda njia ya kushoto. You understand? Hivi Abdulrazak, ulikaa kwenye ndoa na dada diva kwa muda gani? Miaka 4. Miaka 4. Huyo sasa hivi tangia umeingia kwenye ndoa miaka mingapi? Mwaka 1 na miezi 4. Una mtoto naye? Hivi kwa diva amkufikia plan labda za kuanza kufikiria kuwa na watoto? Tulifanya yote hayo, lakini wewe unapanga lako, Mungu naye anapanga lake. Kuna ubinadamu, kuna sayansi, lakini pia mimi nasema naamini ni Mungu mwenyewe tu. You understand? Ni Mungu mwenyewe, labda hakupanga ama haikuwa, I don't know, lakini tulijaribu yote hayo, tulifanya yote. Labda kwa mtu asielewa, mlijaribu, unakuwa unamaanisha nini hapa? Kwamba nilifanya tendo la ndoa ama nilifanya nini? Si ndio kujaribu mwenyewe. Yaani kwamba paka ikaishindikana vipi labda? Sasa hiyo hata wewe upangi, hata mimi sipangi. Yaani mtoto bwana, unaweza kaingia sehemu mara moja tu, baada ya wiki 2 na mimba. Watu wanajiuliza inakuaje huko mwaka na miezi 6 tu tayari mtoto. Unaona sasa hiyo Yaani inatokea, unasema unaingia hapo wiki 2 tu mimba. Alafu unasema unakaa unakusudia unakamia lakini wapi? Ni Mungu mwenyewe. Na mimi binafsi kiukweli nilijitahidi kufanya mambo yote yale yote, nilifanya kila kitu kwa nguvu zangu. Kila kitu, yani dua, dawa, nini, kila kitu. Hadi dawa mlitumia? Tulitumia kwa uwezo wa Mungu, lakini ndio hivyo, haikuwa riziki. Na mpaka sasa hivi ndani yangu naomba Mungu upande wangu, kila mtu ambariki mwenzake mtoto ambaye anamhitaji. Wewe ndio mtoto wako wa kwanza? Kwa huyu bibi? Hapana. Mtoto wangu mimi sio wa kwanza. Mimi na watoto kadhaa kaka. Watoto ngapi? Kadhaa, wengi tu kutosha. Ambao kila mtu mamake? Hapana. Sio kila mtu mamake, lakini ndoa zangu zilizopita za nyuma kila mtu ana mtoto wake. Pia unamwombea diva naye apate mtoto? Kwa uwezo wa Mungu, na Ramadhani hii inshallah kama yupo katika na wakati ambao bado nafsi yake inahitaji hilo, basi Mungu amwezeshe aweze kupata hiyo nusura ya mtoto. Kwangu mimi ni muhimu. ST Bongo, nyumbani kwanza.